na uchungu, na nilifurahi nimeona rais wetu alitoa ujumbe na taarifa kusema kwamba investigation itafanyika kikamilifu ili tuwe na haki. Lakini hata kama kuna uchungu, haimaanishi mali ya wananchi iharibiwe Nairobi. That is not what it means. Vijana wangu wale jenzi wa Nairobi, wengi ambao wanaandamana wanakuja kwa amani, wanakuja bila vita. Kuna wanasiasa wawili ambao ndo wanaingia hapo katikati kuleta mchafuko Nairobi. Last week walinipata unawares. Warudi tena, wajaribu tena. We will protect the city, the capital city. Wasijaribu, yani si wanasema kuna siku wanakuja wajaribu kugusa mali ya mtu yoyote, biashara ya mtu yoyote. Gari inachomwa kwa nini? Gari ya mwananchi yani hajafanya jambo lolote. Gari yako umetoka umeenda town, unapata gari yako imechomwa, duka yako imevunjwa. Zile street lights, zile dustbin, zile kabro sio zangu, ni za wananchi wa Kenya, ni taxpayers. Nikubali hiyo maneno iendelee? Siwezi kubali. Na mtajua mko na governor Nairobi, utakuwa na utulivu, utakuwa na amani katika mji wetu. And those ones who kwanza tayari, kwa sababu si walionekana kwa picha, kuna vijana tayari wanaenda kushikwa kesho, wapelekwe kotini, iwe funzo kwa wengine. Walionekana wengine, wanaonekana wawili wanavunja dustbin, wanatupa mawe. Katiba inakubali mtu peaceably and unarmed to do any demonstration, but not violently. Natakisha wameshikwa na wameshtakiwa na wamefungwa jela, so that we can respect other people's property. Sawa sawa.